Karibuni tena katika tafakuri yetu ya maagano ya damu, na ujumbe wetu wa leo unasema katika damu ya Yesu iliyomwagika. Tuliona katika tafakuri ya nyuma kwamba damu ya Yesu inanena mema kuliko ile ya Habili. Hakika katika damu ya Yesu kunapatikana mema mengi. Katika damu ya Yesu tunamjua Mungu zaidi. Biblia inasema yeye Yesu, kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na chapa kamili ya nafsi yake, akivichukua vitu vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi katika mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Waibrania sura ya 1 mstari wa 3. Katika damu ya Yesu tunapata ulinzi ndani ya viimo vya mioyo yetu. Tunasoma hivi: ndio maana mtaambiwa ni dhabihu ya Pasaka ya Bwana, kwa kuwa alipita juu ya nyumba za wana wa Israeli huko Misri, hapo alipowapiga wa Misri akaziokoa nyumba zetu. Kutoka sura ya 12 mstari wa 27. Katika damu ya Yesu tumefanyika taifa la kifalme na makuhani wa Mungu. Yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake na kutufanya kuwa ufalme na makuhani wa Mungu, naye ni Baba yake. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5 mpaka ule wa 6. Katika damu ya Yesu tunapata ukombozi wa kudumu. Biblia inasema, nanyi mjue kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kutoka kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na dosari wala wa, yaani Kristo. Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 18 mpaka ule wa 19. Katika damu ya Yesu sote tumekaribishwa katika umoja wa ukumbusho wa sadaka yake. Yesu alisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Luka sura ya 22 mstari ule wa 20. Katika damu ya Yesu tumewekwa karibu sana na Mungu. Biblia inasema, lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo, au kwa damu yake Yesu Kristo. Waefeso sura ya 2 mstari ule wa 13. Katika damu ya Yesu tunahesabiwa haki tusiyoistahili. Maandiko yanasema hivi: wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aoneshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimilifu wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Warumi sura ya 3 mstari wa 24 mpaka ule wa 25. Katika damu ya Yesu tumepata kuwa haki ya Mungu, yaani waadilifu wa Mungu. Kristo hakuwa na dhambi, lakini
Mungu alimfanya ahusike na dhambi kwa ajili yetu, ili sisi kwa kuungana naye tupate kushiriki uadilifu wake Mungu. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari ule wa 21. Katika damu ya Yesu tunakombolewa. Neno la Mungu linasema, maana kwa damu yake Kristo sisi tunakombolewa, yaani dhambi zetu zinaondolewa. Waefeso sura ya 1 mstari wa 7. Katika damu ya Yesu tunahamishwa kutoka ufalme wa giza na kuingia katika ufalme wa Mungu. Neno la Mungu linasema, huko Kristo aliwapokonya nguvu zao hao pepo watawala na wakuu. Aliwafanya kuwa kitu cha fedheha hadharani kwa kuwaburuta kama mateka katika msafara wa ushindi wake. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 15. Katika damu ya Yesu sisi sio wageni tena katika agano na Mungu. Biblia inasema hivi, wakati ule ninyi mlikuwa bila Kristo, mlikuwa nje ya jamii ya Israeli, mlikuwa wageni na hamkuwa na sehemu katika yale maagano aliyoyaahidi Mungu. Lakini sasa kwa kuungana na Kristo Yesu, ninyi ambao hapo awali mlikuwa mbali, mmekaribishwa kwa njia ya damu yake Yesu. Waefeso sura ya 2 mstari wa 12 mpaka ule wa 13. Katika damu ya Yesu hatupo tena chini ya sheria. Kama neno linavyosema, Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya sheria kwa kujitwalia laana hiyo kwa ajili yetu. Maana maandiko yanasema, yeyote aliyetundikwa msalabani amelaaniwa. Wagalatia 3 mstari wa 13. Katika damu ya Yesu tuna nguvu ya kumshinda Shetani. Kama neno linavyosema, wamemshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno waliloshuhudia. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11. Katika damu ya Yesu tunakuwa wana wa nuru. Biblia inasema hivi, lakini tukiishi katika mwanga kama naye alivyo katika mwanga, basi tutakuwa na umoja sisi kwa sisi, na damu yake Kristo mwanaye inatutakasa na dhambi zote. Waraka wa Yohani wa kwanza sura ya 1 mstari ule wa 7. Katika damu ya Yesu sisi tumepona, kama Biblia inavyosema, lakini alijeruhiwa kwa sababu ya dhambi zetu, aliumizwa kwa sababu ya maovu yetu. Kwa kuadhibiwa kwake sisi tumepata uhai, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Isaya sura ya 53 mstari wa 5. Kwa hiyo ikiwa kwa damu ya Yesu vikwazo vyote vya kuufikia ufalme wa Mungu vimeondolewa, je, tunayo sababu ya kujitetea katika kutenda maovu? Kwa sababu maandiko yanasema, maana tukiendelea kutenda dhambi makusudi baada ya kufahamu ukweli, hakuna tambiko iwezayo kutolewa tena kwa ajili ya kuondoa dhambi. Linalobaki ni kungojea tu kwa hofu hukumu ya Mungu
na moto mkali utakaowaangamiza wote wanaompinga. Waebrania sura ya 10 mstari wa 26 mpaka ule wa 27. Basi kwa sasa anayetenda mabaya na aendelee kutenda mabaya, na aliye mchafu na aendelee kuwa mchafu. Mwenye kutenda mema na aendelee kutenda mema, na aliye mtakatifu aendelee kuwa mtakatifu. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 11. Katika damu ya Yesu tumekwisha kusamehewa. Biblia inasema hivi: katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Waefeso sura ya 1 mstari wa 7. Katika damu ya Yesu tumeepushwa na ghadhabu ya Mungu. Neno linasema hivi: basi zaidi tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Warumi sura ya 5 mstari wa 9. Katika damu ya Yesu sisi sote tumeponywa, kama neno linavyosema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa watu wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari ule wa 24. Katika damu ya Yesu tunapata uzima, kama neno linavyosema hivi: Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, msipokula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Yohana sura ya 6 mstari wa 53. Katika damu ya Yesu hakuna hukumu, kama neno linavyosema hivi: sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Warumi sura ya 8 mstari wa 1. Katika damu ya Yesu tunatangaza ushindi kamili. Neno linasema hivi: nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11. Katika damu ya Yesu tunaingia patakatifu bila hofu. Biblia inasema hivi: basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzia, iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake, na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Waebrania sura ya 10 mstari wa 19 mpaka ule wa 21. Katika damu ya Yesu kuishi kwangu ni Kristo. Neno linasema hivi: nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Kwangu kuishi ni Kristo na kufa ni faida zaidi. Wafilipi
sura ya kwanza mstari wa 21 mpaka wa 27. Katika damu ya Yesu tumekuwa safi, kama neno linavyosema, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa moyo, tuache dhamira mbaya, tumeoshwa miili kwa maji safi. Waebrania sura ya 10 mstari wa 22. Katika damu ya Yesu tumewekwa huru. Katika uhuru huo Kristo alituweka huru. Kwa hiyo simameni, wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 1. Katika damu ya Yesu tuombe uzima na kibali cha kuendelea na tafakari zetu kwa faida. Asanteni.